Mabibo hapa kiwandani kwenye kiwanda cha kuchakata plastiki, na ni msiba mzito wa marehemu Laura au Bauzon ambaye alikuwa anafahamika kwa jina hilo. Alikuwa ndio mmiliki wa kiwanda. Sasa hapa tuko na mhasibu, yeye atatueleza zaidi ambavyo alivyoishi na marehemu, lakini pia atatueleza situation zote kuanzia alivyokuja asubuhi kugonga geti hapa na pasipo kupata lolote. Kwanza pole sana msiba mhasibu. Asante. Okay. Kwanza hapo awali mimi nataka kujua kwamba wewe ulianza hapa kazi muda gani? Una muda gani tokea uanze kazi hapa? Nimeanza kazi mwaka 2021. Kwa almost na 5 years naenda mpaka 6 na karibia. Kwa kama mhasibu? Yes, kama nafasi ya mhasibu. Okay. Na unasema asubuhi ulikuja hapa ukawa huelewi, unagonga geti lifunguliwe. Hebu tupe huo mkanda mzima. Ilikuwa siku ya Jumamosi asubuhi. Wafanyakazi ambao wanakaa hapa jirani waliofika asubuhi wakawa wanagonga geti. Na mfanyakazi ambaye aliwahi kufika sana ni yule ambaye anawasha moto kwa ajili ya kuendelea na uchakataji wa hizi plastiki. Kwa waga yeye ni wa kwanza anawasha moto, lakini kafika sana akagonga sana mpaka wafanyakazi wengine wakamkuta nje ya geti anagonga. Wakamwambia vipi? Akasema anagonga geti, Wamasai hapa karibu tu hawafungui, na boss naye sina namba yake sijampigia. Watu wakasema tumpigie meneja. Akampigia meneja ambaye anafahamika kwa majina ya Lucas Shayo. Akamwambia meneja, tumefika muda mrefu mpaka sasa hivi 1:30 na dakika naenda na nusu tunagonga geti halifunguliwi. Hatujui shida ni nini, Wamasai hawatufungulii. Meneja akasema ngoja nimpigie bosi ambao ni Bauzang GE au Loda, labda yupo kiwandani na Wamasai. Kwa yule meneja akapiga simu pia bila mafanikio. Alipopiga simu bila mafanikio akanipigia mimi. Akaniambia Eva, sielewi kuna nini, maana wafanyakazi wamefika pale wanagonga geti hapa funguliwi. Nimejaribu kumpigia simu Loda, hapokei, ambaye ni bosi. Huyo ni mdogo wa marehemu ndo amepiga simu sasa? No. Ambaye huyu ambaye alipiga simu kwangu mimi ni meneja. Wafanyakazi baada ya kugonga bila mafanikio akamtafuta meneja ambaye alikuwa hajafika. Meneja naye kufanya juhudi za kumtafuta bosi apokee simu, kwa nini geti wafanyakazi wako nje, naye hakupokea. Ikabidi anirudie mimi. Akanambia Eva, napiga simu kwa Loda hapokei, ambao ni bosi. Geti halijafunguliwa, wafanyakazi wako nje pale. Geti halijafunguliwa. Nipe namba ya babu Mchina. Babu hajui Kiswahili, anaongea tu Kichina. Kiswahili moja sana mpaka muonyeshe sign language ndo anaelewa. Kwa hiyo nikampiga mimi simu. Nikaita tu babu, fungua geti. Kwa hiyo anajua geti ni mlango. Akasema hola au okay akaenda akafungua geti. Alipofungua geti watu moja kwa moja wanaenda kwa Masai pale getini kwa mlango wao. Vipi? Masai hawapo. Kumbe Wamasai hawapo humu ndani. Wakati wana hiyo taharuki, Wamasai hawapo, bosi wakazunguka kiwandani, bosi hawajamuona pia. Anapendaga kuzunguka tu kiwandani. Watu wakajua baba wako na Masai kiwandani anazunguka, ndio maana geti haijafunguliwa. Lakini mbona imekuwa muda mrefu? Basi kidogo wakati wanaongea, kuna mfanyakazi wa bosi ambaye ni household anafanya kazi shughuli za huko kupika nini, naye akaingia. Akawauliza vipi? Akasema tumegonga sana geti, tumeingia hapa lakini hamna Wamasai. Bosi hapokei simu. Blazaluka akampigia ambaye ni meneja. Huyu sasa dada akaenda moja kwa moja kwenye mlango wa bosi akafungua mlango. Kufungua mlango akakuta bosi hayupo. Simu ikawa inaita akaishika. Sasa mbona simu inaita? Akauliza hayupo humu. Hebu angalieni kiwandani huko labda. Wakazunguka akasema Farida, hayupo bosi huku. Farida akanipigia simu, dada Eva, bosi huku hayupo. Nimeingia ndani nimekuta tu simu na Wamasai hawapo. Jaribu kumpigia Dennis ambaye ni mdogo wa marehemu. Mimi nikapiga direct. Bosi Loda na walinzi wametoweka hawapo. Kwa hiyo kiwandani tunataharuki hatuelewi, ila simu ya Loda ipo inaita tu. Huyu akasema Loda hayupo kiwandani. Akawa mdogo wa marehemu akaja. Hasa wakati anakuja huku, mimi niko njiani nakuja, nikapiga simu kituo cha polisi Urafiki. Bwana kuna dada anaitwa Amina nimempigia ambaye ni mkuu wa trafiki yuko ofisi iko pale. Dada bosi wetu hayupo huko. Umemuona labda kafika huko? Nikiamini labda kulitokea taharuki, yeye na Wamasai wamepelekana polisi. Na hii ilikuwa nahisi tu. Akasema hapana. Nikauliza kituo cha Mbulati nako hapana. Akili kanijia, nikaurudi nyuma, nikasema kabla ya geti hili kuna geti lingine. Pengine yule
kuna kitu alikiona, anaweza akatuambia tuanzie wapi. Nikamuuliza, kaka, tuna taharuki huku. Akasema, shida nini? Nikamwambia, bwana, bosi haonekani na walinzi hawaonekani. Akasema, walinzi mnamo mida ya saa 9 usiku wamepita hapa wawili wakiwa wamebeba begi, wameshikiliana. Nikauliza, what happened? Mbona sasa hivi usiku saa 9 hii? Walinzi wakanijibu, nampeleka mwenzangu hospitali, anaumwa sana. Na yeye kama anasema kwa jinsi walivyokuwa amemshikilia mwenzie, nikaamini kweli huyu jamaa anaumwa, kwa sababu ni walinzi wa huko anawajua. Hakuweka dauti yoyote, akawaruhusu wakaenda. Kwa jinsi alivyonieleza, nilivyopata ile picha, nikaungia na uoga sana. Nikaambia wafanyakazi, yule akanisisitiza, Mchina hajatoka huyo mlinzi. Wametoka Masai tu, waambie wamtafute huko ndani, huko hajatoka, atakuepo huko. Mimi nikaambia, jamani wafanyakazi, sambaratikeni kila sehemu, maana wafanyakazi wako wengi sana, tafuteni kila mahala. Wakasema sawa, wakatafuta. Wakati mimi nawaambia hivyo, sasa naenda pale Urafiki kuchukua ile nani ya kupotelewa na mtu, kutoa taarifa kabisa. Ndio nikawapigia simu, wakawa natafuta. Ile tu nafika Urafiki, hata sijafanya chochote. Baada ya kuambia watafute, wananipigia simu, kelele, nini? Madam, nikamwambia, shida nini? Rudi, bosi huyu hapa kapatikana amekufa, yuko kwenye mtaro. Nikamwambia, unasema rudi? Taharuki, kelele sana. Lakini kumbuka nilivyokuwa naenda kutoa taarifa, nilivyopiga simu polisi kwamba huyu bosi hapatikani, askari naye alikuwa anakuja. Kwa mimi ninavyoenda kutoa taarifa, kwenda kutoa taarifa rasmi ya nani ana kwa ana, askari nimepisha naye anakuja. Kwa hiyo wale wakawa wametafuta, wameuona mwili, na askari naye akashuhudia mwili. Inabidi nirudi kweli. Nilivyorudi nikaja kushuhudia kweli, nikauona mwili. Kwa kweli sikuwa na la kusema. Nikabidi sasa tutulie, tusubiri vyombo vya usalama vifike. Ndio nikampigia sasa huyu kaka mdogo, mtu alikuwa kaenda TCRA. Nikamwambia, bosi rudi, bosi Rodaka patikana kiwandani akiwa ameuawa, akatupwa kwenye mtaro. Na yeye ndo akaja spidi, tukakutana hapa, akatukuta, akaona mwili. Ndio ikawa taharuki ya majonzi, hatujui sasa shida nini. Baadaye sasa kuja kuangalia mle ndani tena, kakuta lile kuna begi ambalo inasadikika alitoa kiasi cha pesa siku ya Ijumaa. Lile jeusi ambalo anaenda nalo benki limetoweka, ambalo ndani kuna sadikika hicho kiasi cha pesa ambalo ni milioni 10, pamoja na kadi ya benki, vyote vimetoweka. Kwa hiyo kasadikika kwamba wamefanya tukio kwa ajili ya hicho kiasi cha pesa. Labda marehemu Rauda alikuwa ni bosi wa namna gani? Yaani mimi kama mimi namfahamu hapa almost 5 naenda 6 years. Ni mtu ambaye ni mstaarabu. Yani ni mtu wa utani, wa kucheka, sio mkorofi kusema anagombana na wafanyakazi, labda anapigana nao au anamsumbufu kwa mshahara au ananyanyasa watu. Ni mtu ambaye hana shida, kwa sababu hata angekuwa mtata kiasi hicho mimi nisingeweza kufanya naye kazi. Yani kwa kweli ni mtu wa utani, wa kufurahi, wa kucheka. Hivyo hana mambo mengi. Yes. Na shughuli sasa hivi zinaendeleaje hapa? Hebu tuambie kinyi kama wafanyakazi, sasa nini kinakwenda kufanyika sasa, kwa sababu sasa bosi mmiliki wa kiwanda ndio hivyo tena, hatupo naye tena. Yani kwa sasa hivi hapa hatuna taarifa yoyote, kwa sababu kiwanda kwanza kimesimama ni kupisha hizi shughuli za kumhifadhi huyu mbeba maono wetu ambaye ni bosi wetu. Sasa mpaka sasa hivi uhakika wa ajira haufahamiki, na wafanyakazi ni wengi sana. Kwa hiyo hatujajua hatima yetu mpaka sasa hivi, kwa sababu kilichopo hapa sasa hivi tunamsubiri mke wa marehemu na watoto wafike. Sasa watatoa maamuzi gani hatujui. Hatima hizi ajira na wafanyakazi hatujui chochote. Kwa hiyo tunasubiri. Naam, ndo hivyo kinachoendelea hapa msibani, na tunaendelea kukusogezea update zote. Mimi ni Ibrahim Hilari, tulikuwa tunazungumza na mhasibu wa kiwanda hichi.